Karibuni sana tujifunze sasa somo lenye kichwa cha somo kinachosema maandalizi ya mapigo ya baragumu. Nimeona ni vema nifundishe somo moja moja katika kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana kwa sababu tayari nimeshakiandika tafsiri yake. Sasa isije ikawa nimekopi na kupaste, lakini natakiwa mimi mwenyewe nielewe ni kitu gani nimekifundisha pale ambacho nimekipata kwenye maandiko. Kwa hiyo tutakwenda kujifunza taratibu, pamoja na kwamba masomo haya si rahisi, lakini utakaporudia kusikia na ukifanikiwa kuuliza maswali tutaelewana vizuri. Karibuni sana. Kichwa somo kama nilivyosema, maandalizi ya mapigo ya baragumu. Katika muhuri ya 6 na ya 7, Yohana anaonyesha tukio litakalofanyika ambalo linawaandaa Waisraeli 144,000 watakaochaguliwa kutoka kwenye kabila 12 za Israeli. Ndugu zangu, hii ni wazi kwamba mpango wa Mungu kutakuwa na nafasi na wakati ambapo makabila 12,000 wa Israeli watatiwa mihuri kuwa miongoni mwa watakatifu hapo baadaye. Lakini kumbuka, hawa ni watu wale wa Israeli ambao hivi sasa hawaamini kwamba huyo Yesu Kristo aliyekuja hatimaye akafa msalabani, hawaamini kwamba ndiye Mwokozi. Ndio maana mpaka sasa hivi wanasimamia taratibu za kuabudu zile za kizamani. Kwanza wanaabudu siku ya Jumamosi, alafu wanatawadha, alafu wanachinja dhabihu kama kawaida, kwa sababu kifo cha Bwana Yesu msalabani wao hakiwahusu, lakini bado Mungu amewekea nafasi ya kuokoka hapo baadaye. Ndugu zangu, hawa watu watachaguliwa kutoka katika zile kabila za Israeli. Kwa kuwa huduma ya ulinzi maalum dhidi ya baadhi ya mapigo yatakayofuata kila kabila watu 12, lakini pia kunaonekana umati mkubwa wa watu watakatifu watakaokuwa wametoka katika kipindi cha dhiki kuu wakiwa mbinguni. Hawa ni matokeo ya huduma ya wale wa Israeli 144,000. Hebu tuangalie kuhusu mabaki. Wanatajwa kama mabaki watu 144,000. Hawa ndio watakaohubiri Injili wakati wa dhiki kuu. Hawa 144,000 ni mabaki katika Waisraeli wengi ambao wataokoka na kuihubiri Injili kipindi cha dhiki kuu. Hawa watatiwa muhuri maalum na Mungu juu ya vipaji vya nyuso zao, ili wasipate baadhi ya mapigo watakaoyapata wale wengine wasio na muhuri hiyo. Ndugu zangu, hebu tusome sasa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 7 mstari wa 4. Biblia hapa inasema, nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Narudia tena, nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Tunaendelea. Hawa watatiwa muhuri maalum na Mungu kama tulivyoonyesha juu ya vipaji vya nyuso zao, ili wasipate baadhi ya mapigo watakaopatwa wale watu ambao watakuwa wameachwa baada ya kunyakuliwa kwa kanisa. Hebu tuangalie sura 9 sasa. Sura 9 Ufunuo wa Yohana mstari wa 4. Biblia inasema hivi, wakaambiwa wasiadhuru majani ya nchi, wala kitu chochote kilicho kibichi, wala mti wowote, ili wale watu wasio na muhuri ya Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Ndugu zangu, hapa inaonyesha kabisa kwamba wale watu ambao wataachwa baada ya kanisa kunyakuliwa, uko ushambulizi, iko hatari itakayotokea wa maadui ambao tutaona hapa baadaye. Lakini wale waliotiwa muhuri, wale hawatadhurika. Lakini hao watu ambao hawakutiwa muhuri, manake sio wa Israeli, na hawakutiwa muhuri, hao yatawakuta. Wapendwa, huu utakuwa muhuri usionekana kwa jinsi ya kibinadamu, bali utaonekana katika ulimwengu wa roho. Yohana anaona malaika 4 waliosimama kwenye pembe 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za mbingu, ili upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Tuende tena Ufunuo wa Yohana sura 7 mstari wa 1. Biblia inasema, baada ya hayo nikaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Wapendwa, mstari wa 2 unaonyesha kwamba malaika 4 wa kudhuru waliowekwa kuidhuru nchi kwa majira na saa hiyo ndipo watakuwa wanafanya kazi. Lakini malaika wa Bwana anawaambia kwa sauti kuu wasifanye hivyo kwanza, mpaka watie muhuri watumishi wa Mungu hao wateule 144,000
kwa kabila 12 za Israeli. Katika kabila zote za Israeli zilizotajwa, kabila la Dani halikutajwa. Wapendwa, hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba hao watu 14,000 watapatikana katika makabila mengine isipokuwa Dani. Tutaangalia baadaye kwa nini watu wa Dani hawatahusishwa. Wengi wametoa sababu nyingi ni kwa nini halikutajwa. Sababu watoazo ni kwamba kabila hilo lilikuwa miongoni mwa makabila yaliyowahi kuabudu sanamu. Nakumbuka wakati ule ukisikia Dani, katika eneo la Dani katika pale Palestina, huku walipovuka Waisraeli wakati wanaingia kutoka Misri, walipitia upande huu wa Dani, wakavuka Jordan, wakaingia upande huu wa pili, wanaita ng'ambo ya mto, ambapo ndio nchi ya maziwa na asali. Lakini kuna baadhi ya watu walibaki kule juu, ina maana walibaki kaskazini mwa Yerusalemu. Wale walibaki kule, lile eneo liliitwa Dani, eneo la watu wa Dani ndio walibaki kule. Na ukifuatilia baadaye, kwa sababu ile imegawika sehemu 3, huku chini Yuda, juu Dani, na hapa katikati baadaye walikuja kupatikana eneo la Samaria. Hebu tuendelee na sababu nyingine ambazo hatuna haja ya kuziamini, kwani pale ambapo Biblia imekaa kimya, hatuna haja ya kuzungumzia lolote. Wapendwa, maneno ya Mungu siku zote tunapofundisha, mahali pale ambapo Biblia imekaa kimya, hatutaki kusema lolote, kwa sababu tushaonywa kwamba ukiongeza yodi moja katika maneno ya Mungu utaongezewa hayo mapigo, na ukipunguza utapunguziwa sehemu yako katika mti wa uzima. Tunatakiwa kuwa waangalifu sana. Mkutano mkubwa hapana awezaye kuhesabu. Hebu tusikilize kuhusu habari ya mkutano mkubwa. Ufunuo Yohana sura 7 mstari wa 9. Ukiwa nyumbani kwako utasoma, utaendelea mpaka mstari wa 17, lakini hapa mimi nasoma mistari miwili tu kama nitakavyojaliwa. Biblia inasema hivi katika Ufunuo Yohana 7:9, baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, baada ya swala la wateule wa Israeli wa dhiki kuu kumalizika tu, Yohana alionyeshwa kusanyiko kubwa, na ndilo hilo kusanyiko kubwa ambalo ni kila jamaa, taifa na lugha. Kwa hiyo ina maana wale 140,000 walikuwa mahali fulani, lakini pembeni hao lilionekana kundi kubwa sana la watu, kabila, taifa na lugha. Manake wale watu walionekana kundi kubwa, walioandikwa hapa katika Ufunuo Yohana 7:9, hawa ni watu wa mataifa. Haleluya. Ndugu zangu, kama nilivyosema, Yohana alionyeshwa kusanyiko lingine kubwa, ndilo hilo la watu kutoka kila taifa, kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo. Hawa walikuwa wakiimba wimbo maalum wakisema, wapenda tusikie wimbo huo, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na cha mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 10 utasoma nyumbani kwako huko. Hawa walionekana kwamba walikuwa wamekuja kujihudhurisha mbele ya kiti cha enzi kumshukuru Mungu aliyewaokoa na kuwajalia kufika mbinguni. Wapendwa, hapo walikuwa mbele za Bwana mwenyewe. Malaika nao na wazee 24 pamoja na wale wenye uhai 4 walijiunga nao na kumpa Mungu shukrani, utukufu na heshima kwa hayo waliosema mkutano huo. Na maana katika lile congregation kubwa ile ya watu wale kila kabila na taifa, walionekana wazee wa 24, walionekana wenye uhai 4, wote wakikubaliana, wakimpa utukufu Mungu wetu aketie juu ya makerubi. Inaonekana roho ya kuabudu na kumshukuru Mungu kwa kila jambo ndiyo utamaduni wa msingi wa mbinguni kwa wote wakao humo. Wapendwa, kuwa na moyo wa shukrani ni jambo bora sana. Kumbe shukrani ilianzia huko, na kila kundi la wakazi hao wanapomtukuza Mungu, wengine nao hujiunga nao. Yohana alielezwa kwamba
Hawa walikuwa wametoka kwenye dhiki kuu. Tuangalie Ufunuo Yohana 13:14. Biblia inasema, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Kipindi hicho kutakuwa na adui ambaye atakuja kama mshawishi, kuwashawishi wale watu wale watengeneze sanamu ya kuabudu badala ya kumwabudu Mungu. Wapendwa, ndio maana tunasema kipindi hicho cha dhiki kuu kitakuwa na mambo mengi sana. Ndio maana mtu unapoambiwa kumkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wako saa hizi, jambo la muhimu sana. Kama umeshindwa kuokoka saa hizi, huko itakuwa ni ngumu sana. Ni kweli kwamba